Natambua uwekezaji huu umewezesha kuongezeka kwa ajira kutoka ajira za moja kwa moja zaidi ya 2,100 katika baadhi ya mikoa ukiwepo mkoa wa Pwani na Arusha, kutoka zile zilizokuwa zinapatikana kabla ya kuanzishwa kwa uwekezaji huu, na inatarajiwa kwamba ajira hizo zitaongezeka hadi kufikia watumishi 4,000. Viwanda hivi vinatoa mchango mkubwa sana katika ujenzi wa uchumi na kutoa ajira na kulipa kodi kubwa serikalini. Serikali itaendelea kuimarisha mazingira na nyenzo nyingine za kiuchumi, ikiwemo kuongezeka kwa uwezo wa uzalishaji wa umeme, kuendeleza miradi ya ujenzi wa reli, barabara na kuimarisha shirika letu la ndege. Leo tumekuwa na bahati, mawaziri wanaosimamia upande wa barabara wote wapo, wa TANROADS yupo na wa TARURA yupo, na wamechukua maoni ambayo yametolewa kuhusu ujenzi wa miundombinu hiyo muhimu. Sambamba na kuboresha mazingira ya kuwezesha ufanyaji wa biashara, serikali imeendelea kuimarisha utoaji wa huduma katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya, maji, nishati na kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kujiajiri na kuajiriwa. Hii yote ni namna ambavyo serikali inaweza kushirikiana na sekta binafsi katika kuhakikisha uwekezaji kwenye viwanda unawezekana. Natambua katika kikao chetu cha ndani nimepata maelezo ya baadhi ya changamoto zinazojitokeza, na mimi nitumie jukwaa hili kusisitiza maelekezo niliyoyatoa. Moja, kuvutia uwekezaji ni hatua moja, lakini hatua ya pili ni kulinda uwekezaji ule ambao tunavutia na unaitikia. Kuwekeza ni hatua moja, kuzalisha ni hatua nyingine, lakini kuuza bidhaa hizo ni hatua nyingine inayofanya uendelevu wa uwekezaji ambao umefanyika ndani ya sekta husika. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa idara zote za serikali kuhakikisha tunahusika moja kwa moja na utekelezaji wa hatua hizi ambazo zote ni muhimu katika masuala ya uwekezaji. Moja, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa mwongozo wa lazima kama nchi tuende kwenye uwekezaji. Zamani kwenye nchi hizi zinazoendelea kulikuwa na fedha zikiitwa za misaada. Sasa enzi hiyo ilishapita, haipo. Zamani kufuatana na idadi ya watu kulikuwa na wanafunzi wachache wakiwa wako kwenye ngazi mbalimbali za masomo, na hivyo na wahitimu wetu wa ngazi mbalimbali wakiwa wachache, kwamba nchi nzima inakuwa na wanafunzi walioko vyuo vikuu wako 41, wakapanda panda wako 100, wakapanda panda wako 200. Kwa idadi hiyo wahitimu hao walikuwa wanaweza kupata ajira wote serikalini wangali bado hata kuhitimu mtihani wao wa mwisho. Kiwauliza wazee wetu hao watawaambia
unakutana na barua bado hujamaliza semester ya mwisho. Leo hii kwa wahitimu mbalimbali wanaoingia kwenye soko la ajira zaidi ya 2 milioni kila mwaka, watoto wanaohitimu ngazi mbalimbali wanaingia kwenye soko la ajira zaidi ya 2 milioni kila mwaka. Hawawezi hawa wote wakaajiriwa 2 milioni kila mwaka serikalini. Kwa sababu tangu uhuru idadi ya watumishi wote wa umma hata hawajazidi 600,000 mpaka 700,000. Hiyo ni namba ya tangu uhuru. Maana yake nini? Maana yake lazima tukuze sekta binafsi ambayo inaweza kutoa ajira kwa wingi kwa watoto wa Kitanzania. Maana yake nini? Lazima tuvutie uwekezaji na tulinde uwekezaji. Leo hii tunapokuwa na kiwanda kikubwa kama hiki, kila mmoja anawajibika kuhakikisha kwamba uzalishaji unakuwa endelevu ili kulinda ajira, lakini pili, kuhakikisha uendelevu wa mapato ya kodi, tatu, kuhakikisha kwamba tunalinda uzalishaji ili bidhaa ziweze kupatikana. Sasa nimesikiliza maoni yaliyotolewa na wenyeji wetu, na kwa kuwa Wizara ya Fedha mpo hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa, na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Kwa bidhaa ambazo tumejitosheleza, msitoe misamaha kwa bidhaa zinazotoka nje ya ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kama ambavyo tumesainiana kwenye mikataba yetu. Najua kwenye yale maeneo ya uagizaji wa bidhaa, kwanza ni rahisi kufanya uagizaji kuliko kuzalisha kiwanda kama hiki. Lakini kiuchumi, kiwanda kama hiki kina manufaa mapana ya kiuchumi na ajira kwa watoto wa Kitanzania kuliko uagizaji wa bidhaa ambayo kiwanda hicho kiko huko ilikozalishiwa bidhaa. Ajira ziko kule ilikozalishiwa bidhaa. La pili, kama kwenye sheria tulizoweka kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yabadilishwe kwa sheria, wizara zinazohusika kaeni mapema kabla hatujaenda kwenye bunge la bajeti, ili tubadilishe maeneo yanayohitaji marekebisho. Tusitoe msamaha wala tusitoe nafuu. Najua tuna mianya mingi ya kutoa hizo nafuu, wala tusitoe nafuu kwa bidhaa, kwa uagizaji wa bidhaa kutoka mabara mengine, ili hali tukiwa tumejitosheleza
kwenye bidhaa hizo. Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine. Zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza, tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza, lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza. Tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya ili ziweze kupata manufaa ya misamaha. Hivyo vyote mvichunguze. Na vile vile tunajenga viwanda, tunajitosheleza. Ikitokea tunapopeleka bidhaa maeneo mengine, hata kama kwenye mikataba yetu tumejiwekea hivyo, tutaendelea kuangalia kule tunakopeleka bidhaa zetu wanazipokeaje, na sisi hivyo hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunapokea za kutoka kwao. Lakini kingine, tuhakikishe hamna uingizaji wa bidhaa kinyemela kwa magendo. Uingizaji wa bidhaa kwa magendo unaua jitihada za viwanda. Kwa nielekeze taasisi zote vikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia uingizaji wa bidhaa ndani ya nchi ufuate taratibu. Lazima tukomeshe uingizaji wa bidhaa kwa magendo. Unaua uwekezaji tunaofanya ndani ya nchi. Lazima tuzuie udanganyifu katika masuala ya kodi. Ukipambanisha bidhaa inayolipa kodi, ambayo imelipiwa kodi, na bidhaa ambayo kodi yake imekwepwa, ni dhahiri utasababisha uwekezaji kama huu usiwe endelevu. Mimi naijua hiyo mianya, ndio maana nayasema hapa. Niliwahi kukamata watu wakiwa wameweka risiti fake ili wakwepe kodi. Na sasa nimeambiwa wapo wanaofanya michezo ya aina hii. Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Mapato, shirikianeni na vyombo kuchukua hatua kali kwa wote wanaofanya hivyo. Wapo wanaokwepa kulipa kodi, wengine udanganyifu wa kuonesha wamezalisha kupitia kiwandani, kumbe wameingiza toka nje bidhaa hizo. Wengine wanapata unafuu ambaye anatakiwa apewe mwenye kiwanda, kumbe bidhaa wamezileta kutoka nje. Wanasababisha kampeni ya kutengeneza viwanda, kampeni ya kutengeneza ajira, kampeni ya kukuza sekta binafsi ya ndani kupunguziwa kasi. So wizara zinazohusika, kaeni tena, washirikisheni na wadau wetu hawa, wanajua hizo siri. Washirikisheni, na mimi niwaambieni wadau, na ninyi mkipata hizo taarifa wapeni sekta, hata mimi nipeni, ili tuweze kusimamia kikamilifu masuala ya aina hii. Tumeamua kwamba uchumi wetu
dira yetu itatekelezwa kwa mchango mkubwa kutoka sekta binafsi. Lazima tusimamie mazingira ya kuiwezesha sekta binafsi iweze kutoa huo mchango.